الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي جاء بدين الإسلام ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أما بعد، قال الله تعالى في كتابه العزيز: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. وقال أيضا: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم مدخلا كريما. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاكرين. Baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kumtakia rehema kipenzi chetu Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mwanzo inabudi sisi napasa kwetu sisi kurejesha shukrani kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ambaye ametuwezesha kufikiwa na siku hii ya leo, siku ambayo watu ni wengi wa furaha, ni wenye kufurahika. Sasa katika hizo furaha, basi tusiende kumwasi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwa sababu tuko katika neema ya furaha. Na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema ndani ya Qur'ani: thumma la tus'alunna yawma idhin 'anil na'im, kisha mtaulizwa anin na'im yawma idhin, siku hiyo mtaenda ulizwa kuhusu neema. Neema mlizitumiaje? Neema za Mwenyezi Mungu alizowapa mlizitumia kwa mambo gani? Kwa hiyo tutaelezana kuhusu mambo ambayo kwamba yanafaa kusindikizwa mwezi mtukufu wa Ramadhani, siku ya Idi. Siku ya Idi kuna mambo special ambayo kwamba mwanadamu anatakiwa awe nayo, asije akawa ni sababu ya yale ambayo kwamba anaenda kuyafanya kwamba yanaweza kuharibu somo yake, yanaweza kuharibu ile siku ya furaha yake ya Idi, ikiwemo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akisema: ya ayyuhalladhina amanu atii'u Allaha wa atii'u ar-rasul. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatueleza kuwa enyi mlioamini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, atii'u Allaha, basi mtuini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, fuateni maamrisho yake Mwenyezi Mungu na mkatazike na yale ambayo Mwenyezi Mungu hataki, ndipo mtafaulu. Ikiwa tutamtii Mwenyezi Mungu na tutamtii na mtume wake, basi tutafaulu.
tutayafanya yale ambayo kwamba Mwenyezi Mungu anataka siku hii ya leo, basi tutafaulu. Wala tubtilu a'malakum, na wala msibatilishe vitendo vyenu mlivyofanya, amali ambazo kwamba mlizozifanya ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Ndani ya Ramadhani tulikuwa katika furaha ya kufunga mwezi mtukufu wa Ramadhani, na hivi leo tumefikia siku ya furaha, siku ya ambayo watu hutembeleana, siku ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anafurahi siku kama hii, siku ambayo watu hutembeleana, watoto nao hufurahi. Sasa ni siku ambayo kwamba watu wasiharibu furaha hii kwa kuenda kumkosea Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Sasa ndio pale Mwenyezi Mungu asema wala tubtilu a'malakum, na wala msizibatilishe, msiziharibu amali zenu mlizokuwa mkizitenda ndani ya mwezi wa Ramadhani, ama katika miezi mingine pia tulikuwa tukiswali, tukifunga sunna. Sasa matendo hayo mazuri tusiyafanyie mambo ambayo kwamba yanaweza kuharibu hizo amali ambazo tulizozifanya. Sasa ikiwa tutafanya hivyo, basi tutakuwa sisi minal faizin. Na ikiwa tutadharau mambo ya Mwenyezi Mungu, amri zake Mwenyezi Mungu na mtume, basi tutaingia katika aya yake Mwenyezi Mungu akisema in tajtanibu kabaira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum, ikiwa mtajiepusha, mtajiweka mbali na madhambi makubwa, madhambi ambayo kwamba yanafanya wewe amali zako kuzikosa, madhambi ambayo kwamba Mwenyezi Mungu aliyakataza, madhambi ambayo wewe ukiyafanya nafsi yako itapata hasara. Sasa ikiwa tutakaa mbali na hivyo vitu na tukajikurubisha kwa Mwenyezi Mungu na tukajikataza nafsi zetu kwa yale ambayo kwamba yapo ndani ya nafsi zetu, tukakaa nayo mbali, nukafira ankum, tutawasameheni madhambi yenu, tutayaondoa madhambi yenu, wa nudkhilukum mudkhalan karima, na tutawaingiza sehemu ambayo kwamba ni sehemu bora, sehemu tukufu, sehemu ambayo kwamba Mwenyezi Mungu aliandaa kwa ajili ya waja wake wema, sehemu ambayo kwamba mtume anasema macho hayajaona wala masikio kusikia. Sasa ikiwa tutajiandaa na kudumu katika ibada ambayo kwamba tulikuwa nayo na kuendelea nao kwa muda huu wa sasa mpaka jioni, basi sisi Mwenyezi Mungu atatupokea amali zetu, atatusamehe madhambi yalikuwa tukiyafanya maadamu tumejiepusha nayo. Alafu akasema waqala Umar bin Abdul Aziz fi kitabihi qulu kama qala abukum Adam. Umar bin Aziz anasema kuambia watu wake, semeni kama vile alivyosema baba yenu Adam. Akasema nini? Qala rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Akawaambia watu wake wakumbuke hii aya ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wakisema rabbana zalamna anfusana, Mola tumedhulumu nafsi zetu, tumezidhulumu nafsi zetu, wa illa mtaghfirana, ikiwa utatusamehe,
pale tunaomba Mwenyezi Mungu akubali somo zetu, Mwenyezi Mungu akubali sijida tulizosujudu, Mwenyezi Mungu akubali qiyam tulichosimama, Mwenyezi Mungu akubali rukuu tulioruku. Ndio pale kila wakati tunasoma dua ili Mwenyezi Mungu atusamehe yale ambayo tuliyoyafanya ndani ya mwezi wa Ramadhani. Kwa sababu ndani ya mwezi wa Ramadhani kuna mambo ya kusengenya, watu wamesengenyana, kuna watu wameongea uongo, kuna watu wamedhulumiana. Yaani ndani ya mwezi wa Ramadhani, lakini mambo kama haya huwa yanapitia. Sisi wote ni wanadamu, ila tu ni kukumbushana. Sasa Umar bin Abdul Aziz akisema kuambia watu wake kwamba semeni maneno ama dua ya baba yenu Adamu aliyoisoma, akisema hiyo aya kwamba tulieleza sasa, rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna min al-khasirin. Akaendelea kusema waqulu kama qala Nuh, na museme kama alivyosema Nabii Allah Nuh, wa illa taghfirli wa tarhamni akum min al-khasirin. Ikiwa Mola wewe utonisamehe mimi na unirehemu mimi, basi nitakuwa miongoni mwa waliopata hasara. Haya ni mafundisho ya kiongozi kama huyu, akiwaambia watu wake wasimame katika kumwomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na sisi tunafaa kumwomba Mwenyezi Mungu kwa haya ambayo kwamba tulionayo siku hii ya leo, siku ya furaha, siku ambayo kwamba watu pongezana, kuambiana Eid Mubarak. Wengine wakisema takabbalallahu minna wa minkum. Hizi ni siku ya kupongezana, kupeana furaha, lakini furaha hiyo isije ikaharibika kwa kutenda matendo mabaya. Akaendelea kusema Umar bin Abdul Aziz akisema waqulu kama qala Ibrahim, na pia museme kama vile Nabii Allah Ibrahim akisema walladhi atma an yaghfira li khati'ati yawm ad-din. Na hapa kwa yule ambaye kwamba natumai natarajia wa anisamehe dhambi zangu, anisamehe makosa yangu yawm ad-din, siku ya malipo. Kwamba hawa ni manabii ambao kwamba hata hawana makosa mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwa sababu Mwenyezi Mungu aliwasamehe makosa yao. Sasa wao ni wenye kuzidi kumwomba Mwenyezi Mungu ili Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala awasamehe makosa yao. Sasa sisi na wao, bora ni wao. Sisi ndio tunatakiwa kumwomba Mwenyezi Mungu msamaha zaidi, ili Mwenyezi Mungu atusamehe sehemu tulizokosea ndani ya huu mwezi mtukufu wa Ramadhani. Hadi leo kufikia siku ya Eid, kumuomba Mwenyezi Mungu atusamehe makosa yetu na akubali saumu zetu. Alafu akasema pia kuambia, kizidi kuambia waqulu kama qala Musa rabbi inni zalamtu nafsi faghfir li. Umar bin Abdul Aziz akiwaambia watu wake wazidi kukumbuka aya ya Nabii Allah Musa, akiwaambia akisema yeye rabbi inni, Mola wangu mimi, Mola wangu, inni dhalamtu nafsi, mimi nimedhulumu nafsi yangu, faghfir li, nisamehe mimi, akiomba msamaha kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Allah akasema waqulu kama qala Dhannun, kama aliyosema Dhannun, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin. Huyu ni Nabii Allah
manabii wakizisoma na wakiomba msamaha kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Sasa akifikia aya ya Nabii Allah Yunus alayhi salam akisema la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Nabii Allah Yunus akisoma hii aya, sasa akawaeleza watu wake kwamba wafuate mwenendo wa Nabii Allah Yunus, wafuate mwenendo wa Nabii Allah Adam, wafuate mwenendo wa Nabii Allah Ibrahim, wafuate mwenendo wa Nabii Allah Musa alayhi salam. Wote Mwenyezi Mungu wakimwomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala dua hizi ili Mwenyezi Mungu awasamehe. Sasa na sisi tu maana kusema hizi aya, na sisi tuko na nukuswani nyingi ambazo kwamba zimepatikana ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Nukuswani kama gani? Kila mwanadamu ni mwenye kuteleza, kila mwanadamu ni mwenye ambaye kwamba lazima amkosee Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Akasema kwa yule ambaye kwamba kumepungua mahala ndani ya saumu yake, ndani ya ibada yake aliyoifanya, ni lazima afanye tauba kwa kumkurubia Mwenyezi Mungu siku hii ambayo kwamba siku ya furaha. Akisema taubatul muqsir fi siyamihi wa salatihi, tauba ya mwenye iliyopungua mahala, kuna mapengo kidogo yametokea ndani ya saumu zako na ndani ya sala yako. Akasema jambo kubwa zaidi hapo al-istighfaru, mtu kukaa na kuleta istighfar siku hii ya Eid. Yani si siku ambapo kama mtu anafaa aende sili wapi, aende wapi, anafaa akae mahala alete istighfar. Amma mala min al-khilal wa tafrid fi haqqi Allah Ta'ala, yani kutokamana yaliyopita ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, yale mapengo yaliyopatikana, ile sehemu nafasi zilizopatikana, basi mwanadamu anatakiwa akae mahala. Ikiwa wewe mshukuru Mwenyezi Mungu, hata kuna wengine tumeswali hili lakini hakuna alhamdulillah hata mmoja. Wengine hata kumshukurani kwa Mwenyezi Mungu kuregesha, mjalia imefunga Ramadhani nikamaliza ya Rabbi, basi alhamdulillah, hakuna. Sasa katika yale ambayo kwamba yamepungua, mapengo yale, unafaa mtu akae alete istighfar, astaghfirullah, subhanallah. Mtu analeta istighfar fi haqqi Allah Ta'ala, katika haki ya Mwenyezi Mungu aliyetukuka. Akasema wa haqqu dhalika shahru alladhi inqadha wa lam yastafid minhu kama yanbaghi al-istighfar huwa du'a lil-maghfirati, kwamba hiyo haki ambayo kwamba inapatikana kwa mwezi uliopita, mwezi wa Ramadhani. Sasa hii tuko Shawwal, sasa ni mwezi wa Ramadhani ambao kwamba iko ikhtilafu, wengine wameswali, wengine wataswali kesho, lakini sisi tueleza kulingana vile tuliswali. Sasa hata yule ambaye hajaswali ni lazima afuatilie haya ambayo kwamba tunayazungumza, ili akae katika ibada ya ile siku ya Eid, ili Mwenyezi Mungu amsamehe yale sehemu ambazo kwamba alizokosea. Sasa akasema kama yambaghi al-istighfar wa huwa du'a bil maghfirah, kama inavyotakiwa kuleta istighfar, nayo hiyo istighfari ni dua inayoombwa kwa ajili ya kutaka nini? Msamaha kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Waqad jaa bi hadithi Abi Huraira yaghfiru fihi illa man aba. Qalu wa man ya'ba ya Aba Huraira, kwamba katika hadithi ya Abi Huraira aliyopokea akasema yughfaru fihi, kutasamehewa kila mmoja ndani ya hii siku ya Eid, kila mmoja atasamehewa, illa man aba, isipokuwa aliyekataa kusamehewa.
isipokuwa yule ambaye kwamba alikataa kusamehewa. Illa liman aba, isipokuwa yule aliyekataa kusamehewa. Qalu, maswahaba wakasema, waman yaaba ya Aba Huraira, ni nani atakayekataa huyo Abu Huraira? Manilladhi aba, nani aliyekataa huyo? Qala alladhi yaaba, akasema ambaye atakayekataa an yastaghfir Allah, yule ambaye kwamba hato an yastaghfira Allah, ya aba an yastaghfir Allah, amekataa kumuomba msamaha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ikiwa mtu, hadithi ya Abu Huraira, maneno ya Mtume haya akisema, siku hii ya Eid kutasamehewa kila mtu, kila mwanadamu, waliofunga saumu. Sasa waliofunga saumu watasamehewa, lakini kuna watu ambao kwamba wamekataa wao kusamehewa. Ni watu gani? Tumeambia ni wale waliokataa kuleta istighfar, kutomuomba msamaha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Sasa jambo kubwa zaidi hapa, istighfar iko na muhimu sana siku hii ya Eid. Kuleta dhikri kwa wingi siku hii ya Eid ndio siku ambayo kwamba kila mwanadamu atasamehewa. Sasa tutumie hii fursa kuvuna, tupate msamaha wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Allah akasema, qala al-Hasan rahimahullah, akthiru min al-istighfar, akasema fanyeni wingi wa kuleta istighfar. Fa innakum la taduruna, hakika yenu hamjui, mata tanzilu rahma, wakati gani Mwenyezi Mungu atateremsha rahma yake. Huyo Al-Hasan Basri anaeleza kwamba tufanye wingi wa kumuomba msamaha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala siku hii ya Eid. Tutake wingi wa msamaha, tulete istighfar kwa wingi. Akauliza sababu ni gani? Kwa sababu nyinyi hamjui ni wakati gani Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atateremsha rahma yake. Sasa muda huu ni muda ambao kwamba kila mwanadamu ambao kwamba ni baligh, aqilun, mumayyizun, anayetambua, mwenye fahamu, wote wanafaa kuleta istighfar. Si mtu unatoka hapa unaenda Jirime, unatoka hapa unaenda Paradise Inn, unatoka hapa unaenda Sandal Rock, huko ni michezo peke yake. Unaitumia siku hii kama siku ya michezo, lakini siku hii ni siku bora mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Sana sana siku hii imetengenezewa watoto wawe na furaha. Kuna funga wazee, lakini wanaovaa nguo mzuri ni watoto. Kwa nini kusivae wazee, watoto wabaki vile vile? Kwa sababu ni siku ya watoto. Watu wazima wanafaa kukaa mahala na kumtaja Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Sasa ikiwa tutafanya hivi, basi tutafaulu. Ni siku ya adhkar, siku ya kuregesha shukrani kwa Mwenyezi Mungu na kumuomba msamaha zaidi, ili Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atusamehe. Waqala wahidu mimman madha liwalidihi, ya bunayya awwid lisanaka listighfar. Mmoja kati ya wazee aliyemfuata mtoto wake, yani amemtembelea nyumbani, kama ni mzazi amemtembelea mtoto alitembelea mzazi. Lakini katika mmoja ya wazazi, wahid mimman madha liwalidihi, mmoja aliyetembelea wazazi wake, kijana, kama ni msichana ni kijana, lakini aliwatembelea
istighfari, yani ulimi uwe unakariri istighfari. Ulimi wa ule mtoto, baba anamwambia mtoto fanya zaidi wingi wa kuleta istighfari, kuleta msamaha, kuomba msamaha kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa sababu gani? Fa inna lillahi sa'at, hakika kwa Mwenyezi Mungu kuna saa, kuna muda, la yuradu fihinna sa'ilan, hawezi kuachwa hivyo mwenye kuomba. Yani mwenye kuomba lazima apewe na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ikiwemo leo ni siku ya Jumaa, ndani ya Jumaa kuna siku ambapo mtu akikaa akiomba Mungu hukubali. Alafu katika maelezo pia mengine ya siku ya Eid pia nayo ni bora, kuna wakati mwanadamu pia naye akiomba Mungu atakubali kwa sababu ni siku nzuri. Sasa huyu ni mtu mwenye hekima, mzazi. Ukiona mzazi kama huyu anawaambia mtoto wake ulazimishe ulimi wako katika mambo ya istighfar, kuomba msamaha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, basi jua huyu ni mchaji Mungu. Lakini ikiwa ni mzazi ambaye kwamba si mchaji Mungu, atamwambia mtoto nenda nunulie sigara, nenda nunulie vitu ambavyo kwamba havifai kutajwa, lakini ndivyo ambavyo kwamba mzazi kama huyo atamtuma mtoto wake nenda ununulie hivyo. Lakini huyu tuangalie ni mzazi mwenye fikra ambayo kwamba anataka kumkutanisha mtoto wake na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ili mtoto awe katika salama mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Sasa ndani kila wakati mna wakati ambao kwamba mtu akiomba hawezi kurejeshwa ile dua yake isipokuwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kuikubali ile dua. Waqad jamaa Allahu baina at-tauhid wal istighfar fi qawlihi fa'lam annahu la ilaha illa huwa wastaghfir li dhanbika, kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika dalili ya aya alikutanisha kalimatul tauhid, neno ya tauhid, la ilaha illa Allah, neno hilo bil istighfar, pamoja na istighfar na yani istighfar. Mwenye analeta hilo neno akasema aya Mwenyezi Mungu anasema la fa'lam annahu la ilaha illa Allah wastaghfir li dhanbika. Jua annahu, hakika yeye Mwenyezi Mungu, la ilaha, hakuna mola apasayeabudiwa kwa haki illa Allah, isipokuwa Mwenyezi Mungu peke yake. Alafu wastaghfir, baada ya kujua kwamba mola peke yake ndio mwenye kuabudiwa, wastaghfir li dhanbika, uombe msamaha kwa ajili ya dhambi zako. Ndio maana tunaeleza siku hii ya leo ni siku za istighfar, siku ya takbir, kumtukuza Mwenyezi Mungu, siku ya takbir, siku ya tasbih, siku ya tahlil, siku ya tahmid. Wana hizi ni istighfar ambazo kwamba zitatufanya sisi Mwenyezi Mungu kutukubalia amali zote zimeshapandishwa juu. Sasa Mwenyezi Mungu ndo atachuja mwenyewe nani alifaulu, ni nani ameenda hasara. Amali zote ziko juu, za saumu zote zimeshabebwa, ziko juu, na Mwenyezi Mungu anazijua tayari. Huyu amepita na huyu ameanguka. Sasa akasema laqad mawat al-a'mal wa siyam al-qiyam. Malengo anatuambia muda umeshapita wa kutenda matendo mazuri, kujitahidi ndani ya mwezi wa Ramadhani. Yaani Ramadhani imeshapita na vitendo vyake vizuri, na saumu yake pia imeshaenda, wale qiyamu pia imeshapita, wa zakat pamoja na zaka. Ramadhani imeshabeba, imeshaenda nayo. Wa sadaqa
wa khatmul Qur'an, kwa sababu Qur'ani inahitimisha peke yake ndani ya mwezi wa Ramadhani. Siku zingine mtu anasoma ya moja mbili anaendelea, lakini ndani ya mwezi wa Ramadhani watu wanafanya bidii, wanahitimisha Qur'ani kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Sasa Ramadhani ishapita na hivi vitu vyote. Je, nje ya mwezi wa Ramadhani tutasimama tuswali? Wewe mwenyewe umenaelewa fatahajjat nafilatan lak, kama vile Mwenyezi Mungu anamwambia mtume, tukamana usiku basi swala ya sunna tahajjud. Hiyo ni kwa ajili yako wewe Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yeye amelazimishwa na Mwenyezi Mungu, lazima aswali. Asa an yab'athaka maqaman mahmuda, wenda Mwenyezi Mungu akakuweka sehemu ambapo bora zaidi. Na ni kweli, kwa sababu hata mwisho ya dua ya adhan tunaomba Allahumma rabba hadhihi da'wati tama wa salati qaima ati sayyidina Muhammad alwasilata walfadila wa darajatul aliyata rafi'a wa ba'athu maqaman mahmuda. Yani kila mahala tunamwombea Mwenyezi Mungu, tunaomba Mwenyezi Mungu kumweka daraja kubwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa sasa yani tahajjud ndio itamuinua mwanadamu, qiyamul layl ndio pale Mwenyezi Mungu anambia mtume usiku amka usali. Hiyo swala itakufanya wewe uwe mahala bora zaidi. Sasa swala hii imeshaenda na Ramadhani, saumu imeenda na Ramadhani, zaka zimeenda na Ramadhani. Je, nje ya mwezi wa Ramadhani watu watatoa zaka, watafunga, watatoa sadaka, ama wataacha mpaka Ramadhani nyingine? Sasa hivi ni vitendo, tunafaa kujibidisha kuvifahamu na kuvifanya nje ya mwezi wa Ramadhani. Vile tulifanya kwa Ramadhani tufanye ndani ya mwezi wa Ramadhani inshallah. Hadithi ni nyingi. Hadithi ya Mtume msoma Ramadhani wa atba asitatu min Shawwal fakaannama sama dahara kulla, kwamba mwenye kufunga Ramadhani akafuatisha na sitatu Shawwal ni kama kwamba amefunga mwaka mzima. Sasa tujitahidi pia tufunge hizi siku sita. Ni siku kidogo, si kama siku 30. Siku sita, lakini unaambiwa kama umefunga mwaka mzima. Lakini ile siku 30 unafunga mwezi mmoja. Siku sita unafunga kama mwaka mzima. Sasa hii ni bora, ni fadhila kwa kwamba tuko nayo. Inshallah Mwenyezi Mungu atujalie siku ipite salama, na Mwenyezi Mungu akubalie somo zetu zikubalike, na vitendo vyetu vyote vizuri Mungu avikubali inshallah. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم. اللهم سهل لنا ما نريد ونجنا ونخاف بك يا لطيف. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.